nimalize mwaka salama. Yesu, hallelujah, nitie nguvu. Lord, we love you, Lord. Nimalize mwaka salama. Baba, nipe uwezo, nimalize mwaka salama. Yesu, Baba yangu, nitie nguvu. hebu kila mtu imba namna hiyo. Kuna nguvu kwa kwa Nimalize mwaka salama. Yesu, nitie nguvu, nimalize mwaka salama. Yesu wangu, nitie nguvu, hata sasa nimalize mwaka salama. Unajua, kuanza na kumaliza ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tulianza mwaka kwa neema ya Bwana. Tunaomba neema hiyo iliyotubeba miezi 12, siku 3 iliyosalia ya mwaka ikatubebe pia, tumalize salama. Na ninakiri kama mtume na mtumishi wa Mungu, utamaliza salama. Sema amen. Sema nitamaliza salama. Mimi na nyumba yangu, sema tutamaliza salama. Hakuna atakaye dondoka katikati, maana mkono wa Bwana uliotubeba miezi hiyo hata siku zilizosalia itatubeba, na tusema haleluya. Kwa sababu hiyo tukasema ni vizuri tuwe watu wa shukurani siku hiyo ambayo tutafuka mwaka. Najua nyumba hii itajaa, watu wataingia kila mahali tunapokuja kumshukuru Mungu kwa mwaka uliopita, tukipokea mwaka tunayoingia, tukitabiria habari ya mwaka. Na niliwaahidi ya kwamba mwaka ujao Jumatano nitatabiri mambo mazito sana kwa sababu ya mwaka unaokuja. Katika vinywa vya watu wa Mungu kuna mamlaka. Sema amen. Kwa hiyo tutatabiri mambo mazito kwa sababu yetu na familia zetu. Mwaka ujao tutanenea kwa nguvu za Bwana. Kwa hivyo Jumatano usikose kuja hapa, kuja na rafiki, kuja na familia. Njooni wote tufuke mwaka kwa nguvu kubwa na kwa ushindi, tukimsifu Bwana katika uwepo wa Mungu. Najua watu pia watafuka kwa namna nyingi, lakini inategemea umefukaje. Waliofuka na Mungu, tukishaingia mwaka utaona tofauti. Waliofuka na pombe, utaona tarehe moja wanaanza kutapika, maana walifuka vibaya. Amen. Mwambie mtu tukishakafuka tutaona utofauti ya kila mtu vile alifuka. Waliofuka na Mungu wataonekana tu hao walifuka na nani? Waliofuka na vitu vingine tarehe 1, 3 na kuendelea, tutaona tu umefukaje. Lakini sisi tuliofuka katika uwepo wa Bwana tufuke na Mungu wetu. Amen. Basi kwa hivyo tukasema tutakuwa na sadaka zetu za shukurani ya kufuka mwaka. Ndio maana hiyo bahasha ilikuwa inatembezwa. Tukasema labda hukuwa siku hiyo wewe ulichukua. Alikuwa anasaidia mtu mwingine. Kuna mtu anahitaji, maana nilikuwa nataka kukuambia maana yake hii bahasha ni nini. Tunaleta siku ya Jumatano usiku. Kuna mtu hajapata? Kama hujapata chukua tu, alafu ubarikiwe. Usiogope, sitakuweka. Nitakuhubiria tu tena ujumbe mzuri sana. Niko na iPhone hapa. Even mwinjilisti yangu mkubwa. Kati ya mtu aliyenileteaga watu wengi kanisa ni iPhone. Nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Nikimaliza kuimba nitavalishwa taji. Nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Wewe maliza kazi utavalishwa taji. Nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Nikimaliza injili nitavalishwa taji. Nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Nikimaliza kujenga nitavalishwa taji. Nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Nikimaliza kujenga nitavalishwa taji. Nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Nikimaliza safari nitavalishwa taji. Nikimaliza kazi nitavalishwa
nitavalishwa taji. Nikimaliza safari nitavalishwa taji. Nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Nikimaliza kusifu nitavalishwa taji. Nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Nikimaliza injili nitavalishwa taji. Nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Nikimaliza kuimba nitavalishwa taji. Nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Nikimaliza kuosha nitavalishwa taji. Nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Nikimaliza kujenga nitavalishwa taji. Nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Wewe maliza kazi utavalishwa taji. Nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Haleluya. Amen. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. And amen. Mwimbaji akasema nikimaliza nini? Tutavalishwa nini? Taji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa hilo. Napenda sana nishukuru mzee wetu mzee Robert pamoja na mzee Mugo. Wamekuwa wazee wetu wa karibu. Kama mnavyojua ya kwamba tulipiga harambee na tukasema ile pesa kidogo imepatikana ifanye ile kazi inafanya. Na wazee hawa hawajaitoka pale kwa ground. Tunapanga kwa sababu tunataka kujenga polepole, kupanda miti kwanza. Na tutafuta siku, maana tunatafuta mahali tutapata miti. Kila mtu atapewa miti yake. Kila mtu atapewa nini? Alafu uende upande nini? Miti yako. Kwa hiyo tutatangaza siku hiyo, wote tutaondoka tufike mahali ambayo tunatarajia kwamba tutaendeleza kanisa na Mungu atatubariki. Maana mwaka ujao nitakuwa naombea magari sana. Na nitakuwa naombea magari, nitakuwa naombea manyumba, Mama yetu pale Mama Susan nilimwambia aende driving. Mzee akuwa akikuja na gari yake, naye mama anakuja na gari yake. Mama haleluya. Sema amen. Namewani. Unasema tokeni kwa barabara na kucha. Tunaambia watu tokeni, mama anakuja na gari yake. Ende amen. Haleluya. Si Mungu anatubariki jamani? Sasa hata kwa kanisa nimeanza kuona washirika wameanza kununua gari mbili. Mtanunua mpaka 5. Kila mtu hata unakosa nani utampa lift. Kila mtu ako na gari yake. Ende amen. Na hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kubariki watu. Mapenzi ya Mungu ni watu waendelee, watu wabarikiwe, watoto wa graduate, watu wajenge nyumba za mawe, watu wafuge ng'ombe za maziwa, Nani unasikia kuku za grade hii mwaka ujao nitakuwa natembea, naombea viwanda ya makuku. Si mseme amen jamani. Unajua Mungu akuweke hai tu ukae ndwe. Anakuweka hai akubadilishie maisha. Ende amen. Kwa hiyo mwaka ujao tutakuwa busy, tukiombea, mampusi ya grade nini hiyo vitu yote. Na mniitage, wacheni mambo yenu ya kufanya vitu yenu peke yenu. Ukishapata vitu niite niombe. Na usiponiita nitakufalisha kola wewe ukuwe pastor. Sababu kwa nini huko niita? Kwa hivyo nitasema hivyo na Mungu wa mbinguni atu. Basi Monday kuna calendar natumana na diary ambayo nataka niwaonyeshe. Utaiweka tu order ndio nikileta niwe na kopi yako, maana natumana diary zetu za mwaka huu pamoja na calendar. Please give me you umeniletea. So kuna hizi diary ambayo sitakuwa tayari, nitakuja kuwahusia, sio bure. Mimi moja hapa nalipishwa 300 kutoa moja. So fikiria nitakuhusia pesa ngapi? Maana sio sana. Si ni vizuri muwe na diary? Si ndio jamani? Wangapi wanasema ni vizuri watakuwa na diary? Na unajua kwa kanisa tunaandika sana. Na lazima kila mtu atanunua. Mtanunua. Lazima mnipromote. Siwezi kufanya kazi kubwa namna hii alafu mkose kunipromote. Si hiyo ni sawa? Bwana Yesu, na iko na upako, kitu iko na picha ya pasta. Iko na upako hiyo diary sana. Ndio amen. Unajua vitu ya mtu wa Mungu inabeba roho yake. So kuna hizi diary, ningeomba tu hebu nione kwa ishara mkono. Nani anataka diary? Nimeona. Sasa natumana kesho Monday printiwe Nairobi. Hebu nipe kalenda, kuna kalenda pia iko hapo. Lazima sasa hii mwaka ni mwaka ingine.